Tupo kwenye heka za usajili. Tayari tumeshuhudia nyota kadhaa wakitambulishwa kwenye klabu kubwa kweli kweli. Mara ya mwisho jana usiku majira ya jioni kabisa tumemshuhudia nyota raia wa Uganda Olan Okello ameshuka pale viunga vya Jangwani. Niko hapa na shabiki wa Simba maarufu sana kama Mandala kwa ajili ya kuzungumza naye. Vipi uko kwao Msimbazi, kuna nini? Kwa sababu mpaka hivi sasa hatujasikia chochote kuhusiana na usajili. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera tupo na director Moji. Mbele yangu ni Mandala. Mambo? Niambie. Uko vizuri? Maisha yanaendelea. Kwema kaka? Mpira mchaka maisha hapo hivi. Speed. Usajili umeuona? Usajili naona unaendelea. Tunaona watani zetu Yanga wanazidi kufanya kuboresha kikosi chao. Na siwezi kuwashangaa Yanga kwa nini wanakuwa na pressure hii ya usajili, kwa sababu katika dirisha kubwa timu ambayo iliyofeli usajili ni Yanga. Kwa jicho la tatu kitumia, lakini yaani ukitumia ufundi sasa. Timu iliyofeli usajili ni Yanga. Ila cha kuwapongeza ndugu zetu Yanga ni wepesi kufanya maamuzi. Siku zote shida sio kukosea. Je, unapokosea unafanya marekebisho gani? Ndio pongezi pekee na wapongeza Yanga kwamba anapotokea amekosea ni rahisi kufanya marekebisho. Kiukweli unaona kabisa. Labda wewe unaweza unielewi Yanga walifeli wapi katika usajili. Sisi katika mifumo ya mipira au ukienda kusomea chuo cha mpira unaambiwa usajili ni kufanya collection ya wachezaji, masaisho. Yaani unapokuja kusajili dirisha kubwa unakuja kuwatoa wachezaji wabovu kuleta wachezaji wapya, unaowabakisha wachezaji hatari. Lakini kanuni ya usajili inakuja hivi, unapofanya usajili hakikisha wachezaji ambao unawaleta wawazidi uwezo wachezaji ambao wanawakuta, si ndio? Au angalau level zifanane na wachezaji walio. Lakini ukiangalia Yanga wachezaji waliokuja uwezo wao upo chini kuliko kina Pacome. Tayari wamefeli. Wewe uoni? Mimi sioni, naiona inashinda. Unaona. Usiseme unaona. Mimi sioni. Hakuna, unaona kwamba Yanga usajili wao umefeli. Ukitaka kuamini kipimo cha Yanga kufeli, angalia level ya Pacome, angalia level ya Max, angalia level ya Mzize japo kaumia, angalia wachezaji waliokuepo wa Yanga na ukilinganisha na wachezaji waliokuja kina Barakonte kinaekua. Unaona kuna tofauti kubwa kwamba wachezaji waliokuja viwango vyao vipo chini. Hii ndio tafsiri sahihi Yanga kwamba amefeli. Pongezi pekee Yanga ambao wanapongeza kuwaona kuchukua action mapema kwenda kurekebisha matatizo yao. Tunaona na kumsajili Okello. Kuna kitu nitakushangaza. Nitakufanya nini? Utanishangaza. Okello anakuja kuwa kama kina Dombi anayekua. Huu msimu kiisha Yanga anataka kumtoa kwa mkopo Okello. Rudia. Narudia. Hiki kitu nitakushangaza. Okello anaenda kuwa kama kina Dombi au kinaekua. Huu msimu kisha anaenda kutolewa kwa mkopo. Unaweza ukashangaa kwa nini naongea hivyo. Kwa nini? Unajua sisi ligi yetu ishakuwa kubwa. Ngumu. Katika ligi barani Afrika ambazo sasa hivi zinaongozwa kwa ugumu na ukubwa, ligi ya Tanzania, lakini Simba na Yanga bado hajashtuka iko kitu. Hakigundua. Na ndio maana ukiangalia Simba na Yanga kipindiko ana struggle katika kupata matokeo na ndio itakuwa msimu wa kwanza Simba na Yanga watakuja kuchukua ubingwa kwa kudhulumu. Sio msimu ulioisha tena. Huu msimu Simba au Yanga akiwa bingwa lazima adhulumu. Kwa nini? Tayari tunaishi kwa maisha ya zamani kwamba tunafananisha ligi na ligi zilizopita. Kuna utofauti mkubwa. Ligi za miaka ya nyuma ilikuwepo timu ambazo zina uwezo kuleta wachezaji wa kigeni. Ilikuwa Simba na Yanga na Azam tu. Lakini leo hii kaenda TRA unawakuta wachezaji wa kigeni. Ukienda sijui Namungo hapo wa kigeni. Ukienda sijui Singida wamejaa mpaka Simba na Yanga wanakuchukua wachezaji wa kigeni kule. Umeelewa vizuri? Sasa wanabadilisha uraia wanakuwa Tanzania wa kigeni. Hiyo ni tayari chachu kutengeneza mpira wetu. Ili uamini zaidi kwamba sisi mpira wetu umebadilika na dili yetu imekuwa ngumu. Angalia timu yetu ya taifa ilivyoenda kupambana kule Morocco. Kuna kitu kikipimo utagundua kwamba mpira wetu umebadilika. Simba na Yanga bado hajashtuka iko kitu. Ili uamini, angalia wachezaji wanaokuja Simba na Yanga lazima wafeli. Kwa sababu gani? Wanaenda kuchukua wachezaji ligi yao daraja la chini tofauti na ligi yetu. Ukifuatilia Barakonte, ukimfuatilia Ekua, ukimfuatilia nani waliokuja hawa kina nani Boeli, walipotoka walikuwa on fire, walikuwa hatari. Huku walipotoka ngoko wanaongoza magoli mengi. Wamekuja Tanzania wana fedha watakatolewa kwa mkopo. Rudi Simba, wachezaji waliokuja Simba kina Leruku Rushaina, muangalie kina nani Maema walipotoka. Waangalie wachezaji wa Simba walipokuja huko na kutoka walikuwa hatari. Wanakuja Tanzania wanafeli. Kwa nini? Tunaenda kuchukua wachezaji kwenye ligi dhaifu tofauti na ligi yetu. Ndio Okello. Wanaenda kumchukua kutoka ligi ya Uganda. Ligi ya Uganda huwezi kufanisha na ligi
ya Tanzania. Okello amekuja kwenye ligi ngumu Bundesliga hiyo baba. Unataka kusema kitakuwa. Wewe nisikilize. Umeona hii kauli? Ndio. Okello dirisha. Yaani mligi kiisha anaenda kutolewa kwa mkopo, anaenda Namungo. Mimi naongea hii kauli. Lakini watu wamemfuatilia. Sikilize wewe, nisikilize. Okello ligi kiisha kwa mkopo anaenda Namungo. Kama unanibishia, tafuta risiti za Asi Rafael kuhusu Dombia. Tafuta risiti za Asi Rafael kuhusu Ekua. Mandala unasema hivyo kwa vile mlikuwa mnamuhitaji. Nisikilize no. Ekua tuliambiwa tunamtaka, Dombia tuliambiwa tunamtaka. Asi Rafael alifika mbali, alisema wana Yanga mtaenda kumsahau Aziz Ki. Ndio. Je, wewe nakuuliza swali. Ekua unaweza kumsahau Aziz Ki? Mpira mchezo wazi. Yaani mpira sio mchezo wa chumbani mmelala. Mandala au unasema hivyo kwa vile nyinyi mmemkosa. Mpira si unaangalia? Ndio. Nimekuuliza swali rahisi. Ekua unaweza kumfanisha na Aziz Ki? Kweli? Ndio tunakuja kwa Okello. Sababu wachezaji sio wabaya akiwa anatoka katika ligi ya kawaida. Haiwezi kushindana na yako. Hauwezi kufanisha na ligi ya Tanzania. Tanzania ligi yetu sisi imekuwa ngumu. Ukitaka kuamini hilo, angalia wachezaji wanafeli Tanzania, wakienda kwenye ligi rahisi wanawaka. Mchezaji anatoka kwenye ligi rahisi anawaka, kija Tanzania anafeli. Vipimo, hanya mjasoma hesabu, mambo ya measurement hamjasoma. Mtaalamu ndio mambo ya kusoma HKL sasa. Mnashinda hata kusoma mambo ya mahesabu, mambo ya statistical data, mnashinda kusoma mambo ya factorize. Umeona? Kuna kitu kinaitwa measurement of moment. Kwa hiyo ukitumia vipimo vya mahesabu unakuja kugundua hawa wachezaji wanakuja kufeli sio kwa sababu wabaya. Wametoka katika ligi dhaifu wamekuja katika ligi ngumu. Simba na Yanga bado hajashtuka kwamba ligi yetu sisi ni ngumu, na hapa ndio maana nakumbusha viongozi wa Simba wasije kakurupuka katika usajili. Kama tunaamua kusajili, tukasajili wachezaji kweli. AFCON imeisha, tumeona watu kule. Tukasajili huko. Usiniambie tunaenda Uganda kusajili mchezaji. Usiniambie tunaenda Kenya kumchukua mchezaji. Tayari mmegonga hodi kule Madagascar. Sio zama hizi. Tunafeli, narudia hii kauli. Hii ni onyo kwa Simba na Yanga. Tunakuja kufeli. Ligi yetu sisi imekuwa. Yanga huko Singida wana watu. TRA wana watu. Ligi ina mauzauza, ligi ina fitina. Okello yule anakuja leo unamuona mzuri yule. Kuna fitina hapa. Atakutana na watu atabebwa kitambaa. Basi shughuli imeisha. Hamna kitu. Anakabisa ndio kitambaa hiyo hapo. Anaachwa tu hapo. Utamsahau yule ndio Okello. Anazura tu uwanjani anatembea tu. Hapo hiyo utashangaa. Ligi ina fitina. Yakutaka kugundua hii tuite ligi. Maana yake ligi inatakuwa na vitu vingi nje ya uwanja. Mchezaji anakuja hatari atakuwa tolewe nje ya reli. Wachezaji wangapi wamekuja kina Mpanzo wametolewa nje ya reli. Umeelewa vizuri? Hizo fitina ndio ligi inatakuwa iwe hivyo. Unaitwaje ligi? Okello kaja kweli wa moto, tunamtoaje nje ya reli? Tunamtafutia marafiki wa Kinondoni. Tunamkabidhi. Haya vijana huko zurura naye mji wote huko. Haya hapo anapelekwa hapo kitambaa cheupe, Chugalonji kapelekwa TTG, kapelekwa wapi afa anaachwa mwenyewe tembea. Kashakutana na watoto wa chuo tena. Utamfungia ndani. Basi shughuli imeisha. Kijana tena Isamboi, vichenji vipo, Yanga anampa na gari cha kutembelea, vidada vyote vya chuo vipo nyuma yake. Akija uwanjani anazurura tu. Huyu ndio ule Okello Uganda. Huyu ndio ule Okello Uganda. Mandala alisema haya. Anatolewa kwa mkopo. Sisi hapa tushaongea kwamba tunajua ligi ya Tanzania ni ngumu. Hili ligi yetu iweze watakuwa viweze vitu vingi. Kuna fitina nyingi zinaendelea. Mimi sifurahishwi na uongozi wangu wa Simba unaoendelea. Mambo yanaendelea ndani ya klabu yangu. Sisi Simba tuna ligi mbili. Tunacheza ligi hizo mbili. Tuna ligi kuu ambayo tunaocheza ambayo tunagombea ligi kuu. Alafu tuna ligi ndani ya Simba viongozi ambayo inaendelea. Sasa tujui sasa tutashinda ligi gani? Tutashinda ligi kuu ya Tanzania bara au tutashinda ligi ya Simba ndani ya uongozi? Kwa nini? Tunaona wazi ndani ya Simba kuna ligi inaendelea viongozi. Hii ligi ndio inakuja kuathiri Simba. Maamuzi. Simba tunaharibiwa na maamuzi. Simba tuna maamuzi. Haya maamuzi mnataka kuyazungumza ambayo wenzetu Yanga ndio kitu pekee wamejali wana Mungu kuwa na maamuzi. Simba tumeambukizwa kuanzia viongozi, kuanzia mashabiki, kuanzia wanachama. Kila mtu anaohusiana na Simba tuna tabia kutokuwa na maamuzi. Yanga walimwambia engineer pale, ifesa Yanga walikusanyika kama 100 na mabango Yanga, mwambie engineer, ukipeleka timu ya kwako sasa tuhusu. Sisi tunaweza kumwambia Mangungu hivyo.
Ndio uone maamuzi sasa. Yanga walikusanyika kina Baraka, kina Godi Yanga, kina nane na mabango yao pale kwa Mkapa. Wanaenda kwenye mkutano. Wamemwita injinia, wamemwita Malaizo. Ukikubali kupeleka timu tarehe 8, hiyo Yanga yako wewe, sio yako tu sisi. Yanga yetu sisi haichezi tarehe 8. Injinia alipeleka timu. Tarehe 25 sisi Simba tumelazimishwa tukacheze dabi. Na uongozi ukasema kabisa hii dabi hatuitambui. Tulienda kucheza, tujaenda kucheza. Maamuzi. Yanga wanatuzidi kwenye nini? Kwenye maamuzi. Yanga leo hii wakichungulia timu yao wakikuhisi wewe kishamba, ndio chanzo cha Yanga kufanya vibaya. Kama unafanya kazi Yanga ukai, unaondolewa. Yanga wakishakuona wewe unahujumu Yanga ukai. Yanga kishaona huyu mchezaji kashakuwa kirusi akai. Na ndio maana unaweza kashangaa mchezaji on fire ndani ya Yanga anaachwa. Kocha anaweza kawa on fire anaachwa. Gamondi kaondoka alikuwa hatari. Unajua kwa nini aliondoka? Walishafanya uchunguzi wakagundua kuna kitu nyuma. Kirusi. Wakamwacha. Juma Shabani anaondoka Yanga alikuwa hatari, hakuna bei kama Juma Shabani. Kaondoka, unajua kwa nini? Waligundua. Bangala alikuwa MVP, walimwacha. Lakini leo hii Simba, nadhani Simba hakuna mtu asiojua wana Simba nani virusi ndani ya Simba. Lakini mkuti mtu anaongea kirusi wewe au wewe ondoka. Kama viongozi wa Simba wanaweza kuwaweka ndani mashabiki na wanachama kwa anaongea vibaya, inatakiwa hata ndani ya uongozi operation ifanyike. Watu watiwe ndani. Wenyewe. Narudia, kama una uwezo kumzuia Gisimba, kama una uwezo kumkamata Dr. Mo, kama una uwezo kumkamata Mchome, hata ndani ya Simba viongozi wanatakiwa watu washtakiwe. Timu itakiwa endeshwe vile. Hii klabu ya Simba Football, Simba sio timu ya kufungwa mechi 4 ndani ya mwezi mmoja. Ipo timu inaweza kafungwa mechi 4 ndani ya mwezi mmoja wakachukua kitu cha kawaida. Tunaona kwamba timu inapambana, viongozi wanapambana, tunaona wana moyo na klabu. Tunaona wanahangaika kila siku, wanaleta wachezaji wapya. Tunaona kila siku makocha wapya. Kitu gani kinachokwamisha Simba? Kuna nini chini ya kapeti? Maswali watu tunashindwa kujua. Kuna nini kinaendelea ndani ya Simba? Je, viongozi watupishe, watuachie timu tuone, waje watu wapya? Maswali tunajiuliza. Tunashindwa na Simba, tushike kipi tuende na kipi? Mimi ningekuwa kiongozi wa Simba. Labda jinsi ninavyoipenda mimi Simba kutoka moyoni mwangu. Kwa Simba ilipofikia hapa, hata kama ingekuwa kuna uchaguzi bado miaka 3 mbele, mimi ningewaachia watu wengine waendelee. Nakwambia mimi jinsi ninavyoipenda Simba. Pengine sasa ukipata nafasi ya kukutana na kiongozi yote wa Simba utamwambia nini? Namshauri kwanza, wamepambana na tunajua thamani yao na tunajua na nia nzuri na Simba, kwa sababu kama na nia mbaya na Simba singeta wachezaji wazuri. Kama na nia mbaya na Simba kuleta kocha mzuri. Tunajua umuhimu wao na ndio maana timu imecheza hadi finali ya nini? Ya CAF. Lakini plani zao zimefeli. Malengo yamefeli. Tunapoongelea malengo kishamba, timu ya mpira target yake ni kuchukua vikombe, ndio malengo ya klabu yoyote ya mpira. Ukisikia timu hajachukua vikombe ila amezalisha bilioni 30, siji bilioni 100, si bilioni ngapi, hayo sio malengo, hayo ni maendeleo. Sio malengo. Ukisikia timu imeleta basi jipya Eliza, sio malengo, ni nini? Ile sio kampuni ya mabasi. Umeelewa vizuri? Ukisikia timu imetengeneza jezi nzuri, sio malengo, ni nini? Ni maendeleo, sio kampuni ya fashion. Main target ya timu kuleta nini? Vikombe. Ukiona umekosa ubingwa misimu 4, target zenu zimefeli, na sio kwa ubaya. Binadamu wote wanaweza kufanya kitu kwa unafanya nini unafeli. Ila solution kama umefeli, unatoka jamani, ndugu zangu, nimepambana kadiri ya uwezo wangu. Nimewaleta kina Chama, nimewaleta kina Sako, nimeleta kina watu, lakini sisi tumefanya nini? Tumefeli. Hebu kwanza tuwaone watu wengine wakija waanzie hapa, waje na changamoto mpya, tuone nakuja na idea gani. Ndio maisha ya mpira hapo hivyo. Mandala, umegusia sana upande wa viongozi, lakini hata tukitazama Simba yenyewe wakati inacheza kuna magoli ambayo yanakosekana. Unasema kabisa sasa hapa kiongozi ama kocha anahusikaje ikiwa mchezaji mwenyewe ni yeye na nyavu, lakini anakosa hapa? Unamlaumu vipi? Mpira na mambo mengi, na kiongozi wa mpira sija akasema silaumiwa hata siku hiyo. Ukimwona kiongozi anakuambia unalaumu vipi mimi sichezi, unamwambia arudi kwenye kampeni zako ulisema nini. Ukikuta kiongozi wa mpira analaumiwa, kwa mfano kama sasa hivi shabiki, yani kiongozi wa Simba hapaswi kukwepa lawama kipindi hiki, kwa sababu kipindi hiki huwezi kumkuta shabiki akasifia kiongozi. Simba hapa ilipo hauwezi kukuta mwanachama akasifia
au mwanachama kwa upande. Na ukimuona sasa hivi mwanachama ushabiki anasifia kiongozi, hiyo sio ushabiki, ni chawa kipindi hiki. Na wasishangae kwa nini tunawalaumu, na usishangae kwa nini tunanyoshia vidole, kwa sababu wao ni viongozi wa mpira, wa timu ya mpira klabu. Walikuja kugombea kuja kuiongoza Simba ili Simba ichukue nini? Vikombe. Kama imefeli tusilaumu. Kwani umeambiwa timu ya siasa, timu ya mpira? Kama hujatimiza malengo miaka minne, tusitoe lawama zetu kwenu nyinyi. Ukisema wewe unacheza namba ngapi? Sawa, wachezaji walioleta, kwa nini unaleta wachezaji wabovu? Kwa nini usilaumiwe? Ukisema mchezaji anapaisha mpanzo, kwa nini umlete mpanzo anapaisha magoli? Sijui wachezaji wapigi chenga katikati tumaleta sisi mashabiki, nyinyi ndio mmewaleta. Mpanzo tena unamwongelea hivi. Si ndio nasema jitetee sasa kiongozi. Kwa nini nalaumu mimi? Kwa mimi ndio nacheza namba 9. Kwa nini umlete namba 9 mbovu? Kwa hiyo lawama hapa hakuna kiongozi kukwepa. Ila sisi tunajua thamani yao, tunajua kwa sababu wao wamepambania timu. Lakini kitu pekee kinachotupa sisi mashaka, kwa nini timu inafeli afu wanang'ang'ania? Hiki ndio kwa kipindi. Jamani, ndugu zetu wanachama wa Simba, sisi tushapambana kwa uwezo wetu, tushapana kila ina mbinu, tushahangaika kila sehemu, tumefeli. Kwa hiyo tunawaachia wengine tuwaone watakuja na new program mpya, tuone atakuja na kitu gani. Ndio maana mfano tumeona Yanga, tumeona amekomboka. Unajua Yanga alikomboka kwa nini? Yanga alikuwa na Mshindo Msolwa. Yanga kwa bwana mambo kama haya. Umeelewa vizuri? Kulikuwa kuna watu ambao wanazunguluka wanao Yanga. Labda niingie kiundani uelewe. Hizi timu za Simba na Yanga kuna wale wenye Yanga yao hapo. Simba kuna watu wenye Simba yao, Yanga kuna watu wenye Yanga yao. Yanga alichokifanya, yenza Mshindo Msolwa kila msimu anafeli. Wakafanya operation, Mshindo Msolwa akakaa pembeni. Wale wengine wazee wa Yanga sio nani wamekaa pembeni, akaja kuinuka mtu anaitwa Ali UJSM pamoja na engineer. Kama hujui, engineer kutoka upande wa Yanga, leo ndo nakupa siri. Engineer kaja pale Yanga kama mwekezaji, yeye ndo alisaini dokumenti za kwanza kama mwekezaji wa JSM. Anakuja Yanga. Alichokifanya engineer akajiuzuru huku upande wa JSM. Akaja kugombea upande wa wanachama kuja kuwa rais wa nini? Wa Yanga. Kwa hiyo tafsiri sahihi, Yanga inaongozwa na upande wa JSM tajiri bwenyenye. Na ndio maana ukuti nini? Kona. Shida yetu sisi Simba, Mohamed Dewji ndio yupo, lakini Mohamed Dewji bado anatumia watu wa mfumo wa Simba. Hivi unaelewa vizuri sasa hapo. Kwa hiyo bado solution, bado no option. Lazima wajue kama kwa tuisogeze Simba mbele, Mohamed Dewji lazima akubali amtoe mtu kutoka upande wake ndio aje kuwa leadership wa Simba Sports Club. Yeye atoka upande wake Mo. Hao wengine wabaki kwa wajumbe, lakini kiongozi mkuu wa Simba atoka upande wa Mohamed Dewji Mo, mwekezaji kwa bosi. Kama unavyoona Yanga, unapomwona engineer katoka upande wa bosi. Unaelewa vizuri? Sisi Simba kiongozi wetu katoka upande wa wanachama mkuu. Maana mambo hayaendi. Huku bado yani hatuwezi kuongea vitu zaidi, lakini unaelewa kwamba shida Simba iko wapi? Kwamba viongozi ambao mmoja anategemea ni hao kutoka upande wa nini? Wa wanachama. Lazima kuna mfano tunaweza tukauona. Kuna kipindi mmoja kumtoa mtu Babla katoka upande wake. Simba ilinyooka. Alikuwa CEO tu, lakini Simba ilinyooka na watu walimchukia. Kuna kitu picha utaiona. Kwa nini Babla kipindi alikuwa kiongozi CEO? Kwa nini alikuwa anachukiwa? Kuna picha unaiona. Mo anatakiwa ashtuke. Kama atakayepambania Simba avunje bodi na mtoe mtu kutoka upande wake, atuwekea hata Muhindi. Mwenyekiti akae Muhindi pale wa Simba. Tumuone, mimi nakwambia na kuhakikishia. Mimi si nipo. Pengine tushtuke. Mandala, pengine hiko ndicho sababu ya ahadi ambazo zilitolewa wakati ligi inaanza mpaka hivi sasa ligi tushaigawa wakati. Kuna baadhi ya ahadi hazijatimiza mpaka hivi sasa, ikiwemo basi la klabu. Hayo ni maendeleo. Umesikia vizuri? Basi hayo maendeleo. Siji kutengeneza uwanja au maendeleo. Mimi naongelea klabu. Unaweza kutuletea basi mngacheza vibaya. Tusikuelewe. Na tunaweza tukatembea hata na haisi, tunakodi haisi, lakini timu inashinda kila mechi. Hayo ni maendeleo. Sisi tunaongelea maendeleo ya klabu yetu Simba yetu. Lazima Simba inyooke na lazima tupate matokeo ya uhakika. Huu kweli usofichika. Mmoja anatakiwa amtoe mtu kutoka katika upande wake ndo asimame kiongozi mkuu ndani ya Simba. Mo ndo anatakiwa mtoe mtu asimame. Kama unabisha kipindi mwa alivyomtoa Babla CEO alikuwa anachukiwa. Nini kinaendelea? Tafsiri sasa uelewe. Paka tutumie bakola, kwa nini hujui cha kusoma? Lazima ufikirie. Chukulia mfano Yanga wamefukuza wale kina nani, kina Mshindo Msolwa,
kaiduka Engineer Hersi. Engineer Hersi katoka upande wa GSM mwekezaji. Ndio maana Yanga amenyoka. Kwa hiyo GSM Engineer hawezi kuifuja hela GSM kwa sababu ni hela yake na inamuhusu. Umeelewa vizuri? Ambacho kinakosekana si. Umeelewa sasa? Yaani Engineer haiwezi kuifuja hela GSM kwa sababu yeye mwenyewe inafanya nini? Inamuhusu. Tunataka mtu atoe katika upande wa Mondo awe kiongozi mkuu wa Simba. Kama naye Mo hawezi, basi waache timu watuachie. Paka bosi. Kama hawezi sasa kutibu Simba itibiwe. Si timu inaumwa. Kama tutaki kufanya tiba si muondoke tu tiba mpya. Paka tajiri. Tumetatu na ni kodi. Hapo hizi ni kodi. Mo atakuwa afanye maamuzi. Mo ndo mkombozi wa mwisho. Yaani tiba Simba na Mohamed Dewji Mo kaishika mkononi. Yeye ndo mkombozi. Anatakiwa avunje bodi. Kama mwenyekiti upande wa bodi atoke upande wake yeye Muhindi asimame Muhindi. Mjane alozaliwa tumbo moja na Mo ndo akae pale. Yaani tumbo moja mtu wote kutoka upande wake yeye ambaye ana uchungu na hela za Mo ndo akae mwenyekiti. Kama hawezi Simba tutaishi maisha haya kila siku. No option. No way, no option. Mifano tunaiona shehe. Umeona bwana. Kwa hiyo siku na muda tunavotoa maoni yetu. Sasa kama tunachukia klabu, tunatoa maoni, tuna uchungu na klabu yetu na mwenendo wake tunaoenda mbaya. Hakuna mtu sasa hivi anafurahia uongozi. Hakuna mtu sasa hivi anaweza kuongelea vizuri klabu yetu ya Simba. Mtu kama kwa anapenda kutoka moyoni kutoka Simba yake. Hakuna design hiyo. Maumivu sisi tunatafuta furaha ndani ya klabu yetu. Unaonekana kila siku Mandala eleweki. Simba akishinda anasifia. Nasifia klabu yangu imeshinda. Nafurahi nisiongee. Madudu anaendelea nisiseme. About yote kwa nini niangalie niseme. Yaani mimi naenda kutokana na klabu yangu inavyotaka. Mimi si shabiki lipwi. Mimi kazi yangu ni kupata furaha ndani ya Simba. Kwa hiyo nikiona klabu yangu inashinda ushindi, lazima nifurahi, lazima ni enjoy. Timu inapokosea lazima niongee. Siwezi mimi sehemu ya kusifia niponde. Hapo sehemu ya kuponda nisifie. Unakuwa sio shabiki. Kuna kitu kinaendelea. Sawa Mandala, tuachane na viongozi. Tumalizie kwa mchezo wa baadaye. Young Africans dhidi ya Azam FC leo hii tunaenda kushuhudia fainali. Wewe ukiwa mwana Simba leo hii unakaa upande gani kwanza? Azam na nani? Na Yanga. Wao anakuambia wanaenda kugombana eti wanamgombea mai wao. Na wametengeza na logo eti kutudharau. Yote haya wametaka eti mai sisi ndio mai wanatugombea. Eti Azam mmetunyang'anya mai wetu, kwa nini mnyang'anye? Eti ndio sisi tunagombewa. Hii ni dharau. Sisi tunaenda kushuhudia mchezo wa dharau, tunaenda kudhalilika sisi. Yaani wanacheza Yanga na Azam lakini tunadhalilika sisi Simba. Leo akifungwa Azam tumedhalilika sisi, akifungwa Yanga tumedhalilika sisi. Wakisare tumedhalilika sisi. Chochote kinachotokea sisi tumedhalilika. Sasa kuna zaidi ya 90. Chochote kinachotokea leo uwanjani sisi tunadhalilika sisi. Mimi nilitegemea kombe la Mapinduzi ndio kombe pekee la kwenda kutulisha sisi kwenye reli. Nilitegemea kwa nini? Kwa sababu tungeenda kucheza Mapinduzi, tungefanikiwa kumfunga Azam, tungefanikiwa kumfunga Yanga, tungerudisha heshima yetu. It's a return of respect. Kwa nini? Hawa watu walituvunjia sisi heshima. Wamejiita wala utamu, wanaenda sisi tunagawa utamu, wao ndo wanakula utamu. Kwa hiyo tungempiga Azam, respect. Tungempiga Yanga, respect. Mimi niliamini Zanzibar Mapinduzi tunaenda kurudisha heshima yetu na kurudisha umoja wetu. Lakini ndio umeenda kutuvuruga zaidi. Tunaenda kuzalilika zaidi tena leo. Leo tunaenda kuzalilika sisi. Wanacheza Yanga na Azam, dharau tunakuja kupata sisi. Fezea tunakuja kupewa sisi. Tutafanyaje? Utaikimbia Simba? Watu wanafika mbali, wengine wanataka mpaka Simba yenyewe iuzwe. Watu wanafika mbali. Simba iuzwe tu. Watu wanaumia. Kuna muda viongozi wa Simba wawe na huruma, wafikirie, wafanye maamuzi sahihi ya kuikomboa klabu ya Simba. Sisi tunaipenda klabu yetu, tunapenda timu yetu, ndio maana na kufanya vibaya kote sisi ndio tunaongoza kununua jezi. Na kufanya vibaya kote sisi ndio tunaongoza kujaza uwanja. Tunaipenda klabu yetu. Sasa kwa hiki ambacho kinafanyika sasa hivi, pengine mna matumaini yoyote kuelekea mechi za kimataifa kwa sababu zinaanza hivi karibuni? Sisi tunamwachia Allah tu. Vitu vyote tunamwachia Allah. Jalia yake ingilie katikati, maisha yaendelee. Kwa sababu unaweza ukasema tunaenda kupindua meza. Ila kama kunahitajika kufanyika uboresho ndani ya Simba, mimi nawaambieni ukweli, hii kodi. Kuna maamuzi Simba akiyafanya inaweza kusaidia. Angalau tutafute namba 10 design ya Chama. Kama tumekosa tumrudishe Chama mwenyewe huyo. Nisikia utakomrudisha. Yeye arudi mara 100.
yani unapoongelea formula ya Simba, yani tunaita falsafa ya Simba uwanjani kwa inacheza. Simba inahitaji namba 10 kiungo mchezeshaji, ndio mfumo wetu si ulivyo. Na ndio giza ambalo limetuzunguluka. Na namba 10 kiungo mchezeshaji. Hapa tumeongelea Fetoto. Hapa tumeongelea hao wote na kutajia hao sio namba 10. Hao namba 10 ya kuchovya. Hiyo unapomwongelea namba 10 kama unavyomwona Chama Nature. Ndio Simba inahitaji namba 10 design ile. Je, tunaweza tukapata sasa hivi Afrika? Hamna. Rudisha Chama kama namba 10. Pembeni huku Mpanzo Graphic. Lakini nikukumbushe Mandala mmekaa na Chama misimu minne hamjabeba ubingwa. Chama yupo ndani. Ndio hivyo sasa hatuwezi, lakini Chama tushachukua ubingwa na tukao misimu minne na yeye Chama akiwepo. Mwamba Rusaka. Akapoteza ubingwa ndani ya misimu minne. Sawa. Huku kuna Chama, kuna Bwalia yani katikati namba 10 Chama, namba 8 Bwalia. Una Mikisoni, huku una Bernard Morrison. Kule juu na Kagere, utatu mtakatifu. Ya zamani. Ndio hiyo sasa ndo nakwambia. Ndio huyu Chama akirudi sasa hivi utaona bala lake namba 10. Chama ambaye una Selemani Mwalimu, Haaland. Wewe unamuonaje Selemani Mwalimu? Wewe unafikiri Simba ina wachezaji wabovu? Simba ina wachezaji wabovu. Inasoa. Utawala tu. Una Haaland yuko pale mbele na basi. Haaland Selemani Mwalimu. Linapita pembeni ya taifa tunacheza na Morocco. Yaani ile kamera za DStv zinamchukua sasa Selemani Mwalimu kipindi anakuja. Kipindi anakuja Selemani Mwalimu kwenye chaki kule, ilibidi Mbappe sasa alikuwepo, ilibidi Mbappe asimame kule. Yule nani? Anauliza yule nani anapita kwenye chaki sema. Kwa sababu jitu likija na msuli wako umevimba. Ule kama msuli wa Gaucho kama ushawahi kuona. Selemani Mwalimu ana msuli wa Gaucho. Amepita kule juu bonge la assist. Bonge la assist Msuva baka sasa hivi ndoto. Yaani akilala anashtuka usiku. Anakumbuka ile assist. Msuva kila anashtuka. Ibonge la assist. Haaland kapita kwenye chake Selemani Mwalimu. Mechi inaisha Mbappe anafuata Selemani Mwalimu kumpa picha. Tupige picha blaza. Kisema no problem. Tuishia. Wewe. Bwana huyo ni shabiki wa Simba maarufu kama Mandala. Umemsikia hapa amezungumza vitu vingi sana. Lawama nyingi amezielekeza kwa uongozi wa klabu ya Simba. Umemsikia hapa kwa uzuri kabisa. Mimi ni Irene Junior, nyuma ya kamera ilikuwa director Moji.